Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni siku mahususi iliyoandaliwa na Bodi ya Korosho Tanzania kwa kushirikiana na Kituo cha Utafiti wa Kilimo TARI Nalendele kilichopo mkoani Mtwara kwa ajili ya kula na kunywa bidhaa zitokanazo na zao la korosho, ambapo Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu ameungana na wananchi wa mikoa ya Mtwara na Lindi katika ulaji na unywaji wa bidhaa za zao hilo linalofahamika zaidi kama dhahabu ya kijani, akiwa katika viunga vya Ngongo Lindi katika maonesho ya 88 ya Kanda ya Kusini siku ya Agosti 5, 2026. Kwa kawaida imezoeleka kuwa korosho utafunwa kama karanga baada ya kumenywa. Hivyo basi watu pekee ambao hunufaika na ladha halisi ya korosho ni wale wenye meno, na kwa wale ambao hawana meno basi huachwa wakiwa na hamu ya kuonja ladha halisi ya dhahabu ya kijani. Kwa kulitambua hilo, Kituo cha Utafiti wa Kilimo TARI Nalendele kilichopo mkoani Mtwara wakaamua kuja na teknolojia ya kutengeneza kimiminika cha korosho, ambapo kwa wale wazee au mtu yoyote ambaye hawezi kutafuna korosho kwa kukosa meno, basi atakunywa kimiminika hiki ambacho ladha yake haina utofauti kabisa na yule ambaye ametafuna korosho karanga, lakini hata yule mwenye meno anaruhusiwa. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana pasipo na bughudha, tumeshiriki kwenye siku hii muhimu na adhimu ya kula na kunywa korosho Ngongo Lindi na kuendelea taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mheshimiwa Deus Sangu ambaye ni Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, ambaye pia ndiye mgeni rasmi katika siku hii ya leo, ambaye nafasi ya kunywa korosho, na hapa amezungumza na wananchi. Ongeleni sana Bodi ya Korosho, lakini pia ongeleni wadau pacha TARI kwa kufanikisha maadhimisho haya. Aidha, ni wapongeze wakulima wote wa zao la korosho, watafiti, wasindikaji, wafanyabiashara na wadau wote wa tasnia hii muhimu kwa jitihada ya kujituma na mchango wao mkubwa katika kukuza sekta ya korosho. Jasho, ubunifu na ushirikiano wenu vimefanya korosho kuwa zao la kimkakati linaongeza pato la wananchi, kutoa ajira kwa Watanzania, kuchochea biashara na uwekezaji na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu la Tanzania. Ndugu wadau na washiriki wa maadhimisho ya siku ya leo, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua na kuthamini mchango wenu na itaendelea kushirikiana nanyi katika kuongeza uzalishaji, usindikaji na thamani ya korosho ili tasnia hii ya korosho iendelee kukua na kuwa na tija zaidi kwa mkulima mmoja mmoja, lakini kwa taifa kwa ujumla. Kama nilivyosema awali, zao la korosho ni zao la kimkakati linalochangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa, mapato ya wakulima na upatikanaji wa fedha za kigeni kupitia mauzo ya nje imekuwa ndo mchango mkubwa kutokana na zao hili la korosho. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuweka nguvu na mkazo katika maendeleo ya tasnia ya korosho katika kuboresha sheria, sera, tafiti na uzalishaji wa miche bora, usambazaji wa pembejeo na huduma za ugani, pamoja na kuboresha mifumo ya masoko. Lakini pia, ndugu washiriki katika hafla hii, hatua hizi zimewezesha kuongezeka kwa uzalishaji wa korosho, kuboresha ubora wa mazao na kuongeza kipato cha wakulima katika maeneo mengi yanayolima zao hili na hususan mikoa ya Lindi na Mtwara. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa mwaka 2025 kupitia soko la bidhaa la Tanzania kwa maana TMX, jumla ya tani 435,237 zenye thamani ya shilingi trilioni 1.29 ziliuzwa kufanya korosho kuwa miongoni mwa bidhaa asilia zinazoongoza katika mchango wa mauzo ya nje na kupatia nchi yetu fedha nyingi za kigeni. Kwa majina yangu naitwa Mary Ngatemelela, ni mtumishi wa Bodi ya Korosho. Kwa ambapo nilivyokuwa naifahamu, korosho ni zao la biashara na pia ni kama chakula, lakini leo nimeona ni tofauti. Korosho imepatikana katika, tunaweza kutumia korosho kwa namna tofauti. Tumeona kuna maziwa, kuna vinywaji, kuna chakula. Kwa hiyo nimestaajabika kwa kweli. Sikuwa ninafahamu kabisa kama vinapatikana vitu kama hivi. Kwa hiyo hapa sasa hivi nimejifunza na nimeshapata kuelewa kwamba
hii korosho bado inazalisha vitu vingi sana. Yaani hapa mimi nimefarijika sana, nimefarijika kwa kiasi kikubwa na nimeshajifunza. Yaani hapa inatakiwa nipate na micha yenyewe kabisa ya mbegu ya korosho nikapande kabisa. Kwa majina naitwa Fatuma Mkokoa. Nilikuwa nalifahamu zao la korosho kwa kutafuna tu, ukikaanga unatoa mbegu yake unatafuna, lakini hivi leo hatimaye nimekuja viwanja vya Ngongo, nimebahatika kupata juisi hii ya korosho tamu sana. Na mtazamaji wa Faida Online TV, hiyo ndio kazi ya watafiti wa kilimo kutoka TARI Nalendele mkoani Mtwara kwa kushirikiana na Bodi ya Korosho Tanzania. Leo wametuletea kimiminika kitokanacho na zao la korosho. Wenda wapo njiani kutuletea drip ya korosho. Na mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment na kushare channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.